Mtakumbuka kwamba vita ile ilianza tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu 2026 na kwa hapa kwetu bei zilianza kupanda kuanzia mwezi wa 4 mwaka 2026. Kwa hiyo kidogo kwanza nielezee mchakato ambao tulikwenda nao katika hii sekta ya mafuta. Wakati vita ilipoanza tu tarehe 28, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 tulianza kuona bei za mafuta zikipanda katika soko la dunia. Kwa hiyo Wizara ya Nishati ikaita taasisi zake zote ambazo zinahusiana na upatikanaji wa mafuta, ikiwa ni EWURA ambaye ni mdhibiti kwenye sekta hiyo, wakala wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja yani PDPA ambaye ndio huwa anaratibu upatikanaji na uingizaji wa mafuta toka nje ya nchi, TPDC ambayo ni shirika la taifa la mafuta. Wote tukaitwa pamoja na Wizara ya Nishati yenyewe, tukakaa wataalamu kwenye ngazi ya wataalamu, tukachambua, tukaangalia taarifa mbalimbali duniani. Kulikuwa na uhakika mmoja ambao tuliupata baada ya uchambuzi ule kwamba kutokana na hali ile ya vita, kwanza kungekuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa mafuta, lakini pili ambalo lilikuwa linaendana sambamba na hilo ni kupanda kwa bei ya mafuta. Kwa hiyo serikali kwa kupitia hizi timu ambacho tukakifanya, na niseme kwamba katika mwezi ule ule wa 3 wakati hiyo hali inaendelea, tayari hata baadhi ya kampuni zile zinazoagiza mafuta kupitia mfumo wetu wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja yani PDPA, kuna baadhi ya kampuni zilikuwa zimeshaanza kupata changamoto ya kuleta hayo mafuta nchini. Wenzetu wa PDPA wakapokea taarifa kutoka kwenye baadhi ya hizi kampuni kwamba wanaweza kushindwa kuleta. Tulibanana nao kwa kiasi kikubwa, wamefanikiwa kuleta. Lakini mfano mmoja mzuri wa kampuni ambayo ilishindwa ni sisi TPDC. Tulikuwa na meli moja ambayo tulitakiwa kuileta, na ile meli tulikuwa mafuta yale tunanunua kutoka shirika la taifa la mafuta la Abu Dhabi, kwa kifupi inaitwa ADNOC. ADNOC walituandikia barua kusema kwamba hawataweza kusupply yale mafuta. Mtakumbuka kwamba mwanzoni mwa vita pale, ndani ya wiki 2 za kwanza, baada ya Iran kushambuliwa, na yenyewe ikafanya mashambulizi katika nchi za jirani, na mojawapo ya nchi ambayo walishambulia ni Abu Dhabi, ambapo kuna refineries au mitambo ile ya kuchakata mafuta ikawa imeshambuliwa na haiwezi kusafisha mafuta ili wateja tupate. Lakini vile vile vita ile ilisababisha mlango ambao unapitisha meli zinazotoka katika eneo lile la Mashariki ya Kati, mlango wa Hormuz au Strait of Hormuz, ukawa nao umefungwa. Mwanzoni ulifungwa na Iran kwa kutishia kuzishambulia meli zitakazopita, na baadaye ukafungwa, kukatokea zuio blockade ambayo ilifanywa na majeshi ya Marekani, nayo pia yalikuwa yanazuia meli zisiingie na kutoka katika lile eneo. Kwa hiyo uchambuzi wetu tukafanya na tukataka kuangalia sasa nini ile hali inamaanisha na tufanye nini kama nchi ili kuangalia hizi changamoto mbili, upatikanaji wa mafuta na bei ya mafuta. Katika kuangalia upatikanaji wa mafuta na bei yake, wenzetu wanaoratibu uagizaji wa mafuta kwa pamoja yani PDPA wakawasiliana na baadhi ya kampuni ambazo ziko katika utaratibu ule wa kawaida wa kuingiza mafuta kwa njia ya ushindani, na walipowasiliana nao, kampuni takriban zote zilikuwa zinaonyesha kuna changamoto, na ambao walionyesha wangeweza kuleta mafuta walionyesha kwamba bei ya kuletea mafuta itapanda. Nikienda kwenye mifano halisi, bei ambazo zilipatikana kutoka kwa supplier wanne, waletaji wa mafuta wanne, walionyesha kwamba diesel wangeanza kuchaji premium kwa dola kati ya 270 mpaka 300 kwa tani moja, petroli kati ya dola 300 mpaka 340, mafuta ya ndege kati ya 300 na 360.
Wakati PBPA wamepewa jukumu hilo la kuongea na wale walioko pale, na TPDC tukapewa jukumu la kuangalia kama tunaweza kupata sehemu nyingine. Kama TPDC tuliwasiliana na makampuni ambayo tunayo kwenye orodha ya kampuni ambazo tayari tuna mashirikiano nazo au ambazo tayari tumewahi kuzifanyia due diligence, upembuzi na uchambuzi, kuona kwamba tunaweza kushirikiana nazo. Kati ya kampuni 7 ambazo tuliwasiliana nazo, zilikuwepo nyingine ambazo zina mitambo ya kuchakata. Kwa mfano Reliance Industries ya kutoka India ambayo ina mtambo mkubwa kabisa kule India na ndio inaongoza, lakini majibu yao yakawa kwa wakati huu wa vita hawawezi kuleta mafuta Tanzania. Tulipata ofa 2 tu, yani kampuni 2 tu ambazo zilijitokeza zikasema, mmoja akasema angeleta mafuta dizeli tani 66,000 na mwingine akasema petroli tani 39,000, meli moja. Wakati huo makadirio kwa miezi mitatu ya mwezi wa 5, wa 6 na wa 7 ilikuwa ni tupate jumla ya meli 39. Katika kuendelea na huo mchakato kwenye kampuni nyingine, kampuni moja tu ambayo iliweza kusema ingeweza kuleta meli zaidi ya 30 ni kampuni inayoitwa Vito ya Bahrain, ambayo inamilikiwa na Vito International ambayo inatokea Uswizi. Kwa hiyo tukaendelea na ule mchakato, tukakubaliana bei, tukakubaliana bei ambayo tulikubaliana nao ilikuwa ni kwa dizeli premium ile ilikuwa ni $258, petroli $284 na mafuta ya ndege $272 kwa tani. Nielezee kidogo hapa hiki kitu tunachoita au hii sehemu ya bei inaitwa premium. Watu wengi wakisikia neno premium wanadhani kwamba premium ni faida. Hapana, kwenye mchakato wa bei kuna vipengele viwili. Kuna bei ambayo inatoka kwenye soko la dunia. Hii tunakuwa tunafanana waagizaji wote, kwa sababu tunakuwa tunafuata bei inayotoka kwenye kuna platform inaitwa Platts, ambapo bei zote zinajumlishwa pale. Inakuwa ni ya tarehe 1 mpaka tarehe 31 au 30, yani mwanzo mpaka mwisho wa mwezi husika. Tunachukua average yake, hiyo ina form sehemu ya kwanza kubwa ya bei. Sehemu ya pili ambayo inaitwa premium inakusanya kwanza pande mbili. Ile kampuni ambayo italeta yale mafuta toka nje, kwa hiyo kwa mfano kama mafuta umeyanunua toka kwenye mwenye refinery labda India, kutakuwa na gharama ambazo yule anayekuletea atakuwa nazo, ambayo hiyo inahusisha pamoja na usafirishaji, yani meli. Lakini vile vile kutakuwa na gharama za wewe ambaye unayaleta huku ndani. Kwa hiyo gharama za meli kuchelewa kushusha, tunaita demurrage, gharama za malipo ya benki ambapo inabidi ufungue letter of credit ili yule anayekuletea awe na uhakika kwamba atalipwa, gharama za bima, na bima ziko aina mbili. Kama kipindi cha kawaida utakuwa na bima tu ya kawaida, lakini kama kuna vita au meli zitapita katika maeneo ambayo yana vita, kwa hiyo utakuwa na war insurance. Na kwa sababu hiyo kipindi hiki bima pia zilikuwa zimepanda. Lakini na gharama nyingine za bandarini baada ya mafuta yale kufika hapa, ikiwepo gharama za storage kwa siku za mwanzo baada ya mzigo kufika kabla haujaenda kwa watumiaji. Kwa hiyo pamoja na faida ya yule anayekuletea pamoja na wewe ambaye unaleta, vyote kwa pamoja ndio vinaunda hii component tunayoita premium. Kwa hiyo premium ikisemwa $258 kwa tani, sio kwamba yote ni faida, ni gharama za uletaji, kwa sababu ile bei ya dunia ni bei ambayo inaishia mzigo wa mafuta ukiwa umewekwa juu ya meli, au kwa kifupi tunaita free on board price, kwamba pale pale ilipopakiliwa, kama ni Fujairah United Arab Emirates, basi ukiwa ndani ya meli pale. Kwa hiyo kuanzia pale mpaka ufike kwenye tanki la kampuni ambayo tutaiuzia hapa, gharama hizo za katikati hapo pamoja na faida ya aliyekuuzia mwenye refinery au mfanyabiashara trader na wewe ambaye umeleta, zote zitaingia hapo.
Kwa hiyo premium ambazo TPDC ilikwenda nazo kwenye huu mchakato wakati vita imeanza mwezi wa 3, kama nilivyotangulia kusema, zilikuwa ukilinganisha na wale wengine zilikuwa ndio za chini. Kwa hiyo kufuatia uchambuzi huu na kwa mamlaka aliyokuwa nayo waziri wa nishati katika sheria ya petroli ambayo ndio inatawala uagizaji wa mafuta, akafanya maamuzi ya kusema TPDC ambalo ni shirika la taifa la mafuta lipewe jukumu la kuingiza haya mafuta katika kipindi cha miezi mitatu ambayo tulikadiria kwamba ndio kipindi kitakuwa cha kwanza cha hali kuwa tete kutokana na ile vita. Kama ingeendelea pengine ingekuwa ni hatua nyingine tunazungumza, lakini vita imetulia kidogo, kwa hiyo tumo ndani ya ile miezi mitatu ambayo ilikadiriwa. Na kwenye hili naomba nikumbushe historia kidogo kwamba jukumu kupewa shirika la mafuta kuingiza mafuta ndani ya nchi, shirika ambalo ni la serikali, sio jambo jipya na sio jambo geni. Ikumbuke kwamba kutoka miaka ya nyuma mpaka mwaka 99 TPDC ilikuwa ikishiriki na kwa kipindi kirefu ilikuwa ndio pekee inayoingiza mafuta ndani ya nchi hapa Tanzania. Kwa hiyo ni jambo sio jipya ambalo limezuka tu sasa hivi. Lakini katika vipindi vya dharura pia nikumbushe historia. Wakati kwa bahati mbaya tulivyoingia katika vita na jirani zetu wa Uganda, TPDC ndio shirika pekee la mafuta ambalo lilikubali kusupply mafuta kwenye vikosi vyetu vya JWTZ kule vitani. Makampuni ya mafuta ya kigeni ambayo yana operations hapa Tanzania yakiwemo mengi ambayo tunayajua leo yalikuwepo wakati huo, BP, Agip, Total, wote waligoma kupeleka mafuta kwenye vikosi vyetu vya jeshi. Kwa nini? Walikuwa wanasema kwa sababu wanafanya biashara Tanzania na wanafanya biashara Uganda, wanaona wabakie kuwa neutral. Lakini hiyo inakuonyesha kwamba wakati unapokuwa na changamoto ni wale wako wa karibu wanaoweza kukusaidia. Kwa hiyo kwa nchi, TPDC kama shirika lake ndio pekee ambayo ingeweza kupewa ile jukumu na kuweza kulitekeleza kwa ufanisi. Kwa hiyo TPDC kama nilivyosema, tulipitia huo mchakato wa kushirikisha makampuni 7, tukapata moja ambalo tukasaini nalo mkataba na tukaanza kusupply hayo mafuta katika njia ya dharura kuanzia mwezi wa 5 mpaka wa 7 huu tuliokuwa nao. Nini matokeo ambayo tumeyapata wakati tunaanza na mpaka sasa? Kama nilivyosema, kulikuwa na changamoto mbili ambazo zinatokana na vita ile, kwamba kungekuwa na uhaba wa mafuta yenyewe lakini na bei zingepanda. Kwenye upande wa upatikanaji wa mafuta, naamini ndugu zangu waandishi wa habari na wananchi kiujumla mtakubaliana nami kwamba hilo tumelitatua kwa 100%, kwamba katika kipindi chote hiki ukilinganisha hata na baadhi ya majirani zetu, sisi hatujawa na changamoto ya upatikanaji wa mafuta hata kidogo. Miezi yote mafuta yamekuwepo. Kwa hiyo lile lengo la kwanza la kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na mafuta wakati wote, tumefanikiwa kulifikia kwa 100%. Lengo la pili, kuhakikisha kwamba bei zinakuwa himilivu. Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa na kuhakikishieni kwamba bei ambayo sisi tuliipata wakati tunaingia kwenye huu taratibu ndio bei ambayo ilikuwa ni ya chini, na ukilinganisha na baadhi ya nchi jirani, sisi pamoja na kutoondosha kodi zote, wenzetu karibu nchi zote zinazotuzunguka wamepunguza au kufuta baadhi ya kodi katika kipindi hiki. Wengine wamepunguza mpaka specification, yani ubora wa mafuta ambayo wanakubali kuyaingiza, lakini bado bei zao zilikuwa ziko juu. Kwa hiyo pia katika lengo hili tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kumekuwa na ulinganifu ambao baadhi ya wanaojadili jambo hili la upatikanaji wa mafuta mtandaoni wamekuwa wakilizungumza hapa na pale, kwamba pengine mafuta yetu yalikuwa yanapatikana kwa bei juu zaidi
ukilinganisha na baadhi ya majirani zetu. Niseme kitu kimoja kwamba nchi zote sisi tunatumia ile bei ya kimataifa moja, lakini inawezekana baadhi ya bandari zinazopokea mafuta zikawa zinatumia utaratibu tofauti, kwamba kwa mfano mmoja ambao umekuwa ukitajwa sana ni bandari ya Beira nchini Msumbiji. Sisi utaratibu wetu wa bei ni kwamba tunachukua, kama tuko kwenye mwezi sasa hivi wa 7, tunachukua wastani wa bei ya dunia ya mwezi wa 6, ndio inaleta bei, tunatumia kukotoa bei ya mwezi wa 7. Bei ya dunia ya mwezi wa 7 ndio itakayotuambia kwenye kikokotoo bei gani iwepo mwezi wa 8 katika pampu zetu. Kwa hiyo kwenye hili nilikuwa nataka niseme vitu viwili. Moja, huu ulinganifu ambao umekuwa ukifanyika hauko sawa sawa, kwa sababu ukilinganisha sisi ambao bei yetu tunachukua ya mwezi mmoja wa nyuma, ukilinganisha na bandari kama Beira ambapo kwa kiasi kikubwa bei yao pale kuna soko tunaita la transit, mafuta yanayopita kwenda nchi nyingine, wanatumia mfumo wa spot prices, yani bei ya sasa hivi. Kwa hiyo bei ya sasa hivi maana yake ni kwamba mwezi wa 3, wakati sisi bado tuna bei za mwezi wa 2 ambazo zilikuwa hazijaathirika na vita, kwao ilikuwa iko juu. Mwezi wa 7 ambapo sisi bado tuna bei za mwezi wa 6 zilizoathirika na bei, ya kwetu iko juu, ya kwao iko chini, kwa sababu wao wanatumia bei ya sasa hivi ya duniani. Kwa hiyo wao walichelewa kupata advantage ya bei yani waliwahi pale mwanzoni kuanza kupigwa na bei ya juu, lakini wakawahi kumalizana na bei ya juu. Sisi hatukuanza, tulichelewa kupata bei za juu, tukaanza mwezi wa 4, na hivyo hivyo tunachelewa kidogo kuanza kupata bei za chini. Lakini mwisho wa siku ni kwamba hali inaporudi kwenye hali ya kawaida inakuwa tuko sawa sawa. Lakini jingine ambalo nilitamani pia niliseme kwenye hili swala la ulinganifu ni kuwa katika hali ya kawaida na katika biashara nyingi zinazohusisha mambo ya bandari, huwa tunalinganisha sana bandari yetu ya Dar es Salaam na bandari ya Mombasa Kenya, na vitu vyetu tunavilinganisha zaidi na Kenya ambayo tunaamini ndio inaakisi zaidi hali halisi kuliko kutumia bandari kama hiyo ya Beira. Sasa ukiangalia bei zetu na bei za Kenya, tumekuwa sisi tuko chini kwa kipindi hiki karibu chote kuliko yani bei yetu imekuwa ni chini kuliko bei ya Kenya. Na mfano hapa wa mwezi wa Juni kwa mfano, ukiangalia wakati sisi petroli tulikuwa tukiuza shilingi 4,086, Kenya ilikuwa 4,358. Diesel wakati sisi tuko 4,333, wao walikuwa 4,537. Lakini hata mfano mwingine umekuwa ukitumika na Uganda, kwamba nao pia bei zao sijui ziko chini kuliko sisi. Uganda kuna mambo mawili niseme. Moja, mfumo wao wa kuingiza mafuta toka mwezi wa 7 mwaka 2024 waliingia wao na kampuni ya Vitol, hawa ambao wanatuuzia sisi, waliingia mkataba wa muda mrefu. Kwa hiyo toka mwaka 2024 wana mkataba huo. Kwa hiyo kama ilivyo kawaida kwenye biashara, kama mteja alikuja katika hali ya kawaida akasaini mkataba wa muda mrefu, pale inapotokea changamoto ya vita, huwezi kwenda tu kumbadilishia ghafla na kumpandishia bei. Bei yake lazima itakuwa ni ya chini kidogo ukilinganisha na yule aliyejitokeza wakati changamoto imeshaanza. Kwa hiyo sisi, kwa sababu tulikwenda kipindi ambacho tuna changamoto, premium ambayo tumeipata au bei tuliyoipata ikawa iko juu kidogo ukilinganisha na ya kwao. Lakini pamoja na yote hayo, ukija ukiangalia bei kwenye pump, na hili ndio ambalo sisi tumekuwa tukilisisitiza kwamba ulinganifu mzuri, tulinganishe bei ambayo mtumiaji ananunua kwenye petrol station, kwenye kituo cha mafuta, hiyo tunaita pump price. Kwamba kama unataka kulinganisha Tanzania na Zambia au Tanzania na Msumbiji au na Kenya na Uganda na nchi nyingine, fanya ulinganisho wa ile bei ya mwisho ambayo mtumiaji ananunua kwenye kituo cha mafuta. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu
kile ambacho kimekuwa kikilinganishwa kama ni premium, sio kila nchi inaenda na mfumo unaofanana. Kuna ambaye sisi tukiweka premium yetu kama nilivyoelezea pale mwanzo, tumeweka vitu vyote kwenye namba moja inayoitwa premium. Ukiangalia ukokotoaji wa bei wa nchi kama Zambia, kuna kwenye mfumo wao ukokotoaji wa bei, premium imewekewa mstari wake peke yake, lakini kuna gharama ya usafirishaji imewekewa mstari wake peke yake. Kuna gharama ya muingizaji pamoja na faida yake, margin, umewekewa mstari wa peke yake. Kwa kama unataka kulinganisha premium ya kwetu, itabidi uchukue hizi elements tatu ambazo wenzetu wameziweka sehemu tofauti, zote uzijumlishe uweze kulinganisha. Ukilinganisha premium tu na premium ya Zambia, ni lazima utatoka na jibu ambalo sio sahihi. Ulinganifu ambao ni sahihi ukitaka kuupata, chukua bei iliyoko kwenye petrol station ya Dar es Salaam, chukua bei iliyoko kwenye petrol station ya Lusaka Zambia, alafu tuone ipi ipo kubwa. Na hapo ni pamoja na kwamba Zambia wameondoa kodi karibu zote, na sisi hatukuondoa kodi zote. Kwa hiyo kwenye swala la bei na ulinganifu, nirudie kauli yangu kwamba kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa kwamba bei hazikupanda kupita maeneo mengine. Jambo jingine ambalo nilitaka kulisema vile vile ni kwa nini haya mambo yamekuwa yakizungumzwa sana na tuhuma pengine zinaelekezwa katika utaratibu huu uliotumika. La kwanza ambalo nataka niliseme ni kwamba utaratibu huu umefuata sheria, haukukiuka sheria yoyote, moja. Pili, katika kupata nani atatuuzia mafuta, tumeshindanisha kama nilivyosema, kama TPDC tumeshindanisha kampuni 7, lakini wenzetu walishaongea na kampuni nyingine 4. Kwa hiyo jumla katika mchakato huu tumeongea na kampuni 11 ili zituhakikishie mafuta yatafika na tutayapata katika bei nzuri. Kwa hiyo hakuna ili swala la kusema kuna kampuni moja tu ilichaguliwa alafu ikapewa hii tenda ya kusafirisha haya mafuta. Kauli nyingine ni kauli za wafanyabiashara au kampuni za biashara ambazo pengine wanaona kwamba TPDC akifanya vizuri katika kipindi hiki wasije wakanyang'anywa kitumbua chao ndio tukapewa TPDC moja kwa moja. Kwa hiyo sio kitu cha ajabu sana kuona kwamba wanatoka nje na kulalamika. Kwa hiyo nilisema leo tupate nafasi ya kuyatolea ufafanuzi hili zoezi ambalo tumekuwa nalo katika hii kipindi cha mwezi wa 5, wa 6 na wa 7. Niwashukuruni. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.